Kwenye part zilizopita, Juma aliingia kwenye nyumba ya mizimu iliyokuwa imefichwa ndani ya msitu wa kijiji cha mlimani. Ndani ya nyumba hiyo aligundua siri za kutisha: mifupa ya binadamu, majina yaliyoandikwa kwa damu, na monster mkubwa mwenye macho mekundu aliyokuwa akiishi gizani. Lakini ukweli wa kutisha zaidi ni kwamba nyumba ile ilikuwa tayari imemchagua Juma. Na sasa usiku wa mwisho umefika. Mvua kubwa ilikuwa ikiendelea kunyesha nje ya kibanda cha chai. Radi zilikuwa zinapasua anga, huku upepo mkali ukitikisa milango na madirisha. Ndani ya kibanda, watu wote walikuwa wamejikusanya kuna moja kwa hofu. Monster yule mkubwa alikuwa amesimama katikati ya mlango. Mwili wake ulikuwa umejaa moshi mweusi uliokuwa ukitoka kama kivuli hai. Macho yake mekundu yalimulika gizani, na kila aliyemtazama alihisi moyo wake kuganda. Juma alikuwa amelala chini, huku akishika mkono wake uliokuwa unawaka moto kwa maumivu. Alama ile nyekundu mkononi mwake ilikuwa imeanza kung'aa zaidi, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinaamuka ndani yake. Juma alipiga kelele kwa maumivu. Ndipo tena akaanza kuona maono kichwani mwake. Safari hii alikuwa wazi zaidi. Aliona nyumba hiyo zamani sana, ikiwa mpya kabisa. Kulikuwa na familia tajiri iliyokuwa imekaa mezani wakicheka. Lakini baba wa familia hiyo alikuwa tofauti. Machoni mwake kulikuwa na tamaa na hofu. Usiku mmoja alimleta mganga mmoja wa ajabu ndani ya nyumba. Mganga huyo alikuwa amevaa mavazi meusi na usoni alikuwa amepaka alama nyekundu. Ndani ya chumba cha siri cha chini ya ardhi alianza kufanya tambiko. Mishumaa meusi iliwaka kila kona. Damu ilimwagwa sakafuni, na katikati ya chumba kulikuwa na kisanduku kikubwa cha kale kilichofungwa kwa minyororo. Mganga huyu alisema kwa sauti nzito, "Mkitaka utajiri usioisha, lazima mtoe sadaka." Familia ile ilikubali, lakini hawakujua walichokuwa wamekiita. Walipofungua kisanduku kile, giza kubwa lilitoka ndani yake, na sauti za mapepo zikajaza nyumba nzima. Watoto wa familia hiyo wakaanza kupiga kelele. Milango ikaanza kujifunga yenyewe, na mmoja baada ya mwingine wote wakaanza kutoweka gizani. Juma akafumbua macho ghafla, huku akihema kwa nguvu. "Ana nguvu kutoka kwenye kisanduku," alisema kwa sauti ya kutetemeka. Msichana wa mizimu akatikisa kichwa. Muhuri wake umeanza kuvunjika. Monster yule akaanza kusogea mbele taratibu. Dum, dum. Kila hatua yake ilifanya sakafu kutikisika. Mzee mwenye ndevu nyeupe akamwangalia Juma kwa hofu. Kama kisanduku kitafunguliwa kabisa, kijiji kizima kitaangamia. Ndipo monster ile ikatoa sauti nzito iliyotikisa kibanda kizima. "Lete nafsi yake." Ghafla upepo mkali ukazima taa zote. Dirisha likapasuka. Crash! Moshi mweusi ukaanza kuingia ndani ya kibanda. Wananchi wakaanza kukimbia huku wakipiga kelele. Juma akasimama taratibu. Alikuwa bado anatetemeka, lakini safari hii macho yake yalionyesha uamuzi. "Lazima nirudi kwenye nyumba ile." Watu wote wakamwangalia kwa mshangao. "Umerukwa na akili," mmoja wao alipaza sauti, lakini Juma akatikisa kichwa. "Ikinifuata mimi,
basi lazima imalizie mimi. Msichana wa mizimu akamkaribia polepole. Kwa mara ya kwanza, uso wake ulionekana wa kawaida kidogo. Hutakuwa peke yako, alisema kwa sauti ya chini. Ndipo wakaanza safari ya kurudi msituni. Mvua ilikuwa kubwa kuliko mwanzo. Njia yote ilikuwa imejaa matope na ukungu mzito. Kadiri walivyokaribia nyumba ile, ndivyo miti ilivyoanza kutikisika yenyewe. Sauti za kunong'onana zikaanza kusikika kila kona. Rudi, baki, usifungue. Lakini Juma aliendelea kutembea. Walipofika mbele ya nyumba, mlango mkubwa wa nyumba ulikuwa wazi. Polepole, kana kwamba ulikuwa ukiwasubiri. Ndani kulikuwa kimya sana, kimya cha kutisha. Juma akaangaza tochi yake. Sebule ilikuwa imeharibika zaidi kuliko mwanzo. Picha zote zilikuwa zimeanguka, na ukutani majina yale ya damu yalikuwa yameongezeka. Safari hii kulikuwa na jina jipya: Mzee Hamisi. Juma akashtuka. Yule mzee aliyekuwa kibandani alikuwa tayari amechukuliwa. Msichana wa mizimu akaanza kulia kimya kimya, anakuwa na nguvu zaidi. Ghafla sauti nzito ikatikisa nyumba nzima. Juma! Ngazi zikaanza kutikisika, sakafu ikapasuka, na moshi mkubwa mweusi ukaanza kutoka chini ya nyumba. Juma akakimbia kuelekea chumba cha siri cha chini ya ardhi. Alipofika, kile kisanduku kikubwa cha kale kilikuwa katikati ya chumba. Minyororo yake ilikuwa imeanza kukatika, mmoja baada ya mwingine. Klang, klang. Na kila mnyororo uliokatika, monster ile ilizidi kuwa kubwa. Macho yake mekundu yalikuwa yakiwaka kama moto wa jehanamu. Msichana wa mizimu akapiga kelele, funga kisanduku kabla hajawa huru. Lakini ghafla monster ile ikamrukia Juma kwa kasi. Ra! Juma akaanguka chini. Tochi ikazimika. Giza nene likaijaza basement yote. Kilichobaki ni macho mekundu mawili yaliyokuwa yakisogea karibu yake. Juma akaanza kutambaa nyuma kwa hofu. Ndipo mkono wake ukagusa kitu. Ilikuwa ni hirizi ndogo ya zamani iliyokuwa chini sakafuni. Alipoigusa, alianza kusikia sauti ya mganga yule wa zamani kichwani mwake. Damu iliyofungua, damu ndiyo itakayofunga. Juma akapanua macho kwa mshtuko. Ndipo akaelewa ukweli. Ili kufunga kisanduku, lazima mtu ajitoe sadaka. Monster ile ikaanza kucheka kwa sauti nzito, kana kwamba tayari ilijua Juma ameelewa. Msichana wa mizimu akaanza kutikisa kichwa huku akilia, hapana. Lakini Juma akasimama taratibu. Machoni mwake sasa kulikuwa na ujasiri. Kama hii ndiyo njia pekee. Polepole akaenda mbele ya kisanduku kile. Monster ikaanza kupiga kelele kwa hasira, usifanye hivyo. Lakini Juma akaweka mkono wake juu ya muhuri wa kisanduku. Alama nyekundu mkononi mwake ikaanza kuwaka moto mkali. Basement yote ikaanza kutikisika. Grrr.
moshi mweusi ukaanza kuvutwa kurudi ndani ya kisanduku. Monster ile ikapiga kelele kali ya kutisha. Mwili wake ukaanza kuyeyuka kama kivuli. Jumumu! Msichana wa mizimu akaanza kupotea taratibu kama moshi. Lakini kabla hajatoweka, alitabasamu. Asante. Kisha mwanga mkubwa mweupe ukalipuka ndani ya nyumba nzima. Bu! Asubuhi iliyofuata, wananchi wa kijiji walikusanyika karibu na msitu. Nyumba ile ya mizimu haikuwepo tena. Ilikuwa imeungua kabisa na hakuna aliyewahi kumwona Juma tena. Lakini wazee wa kijiji wanasema kila usiku wa mvua kubwa kuna kijana mmoja huonekana mbali msituni akiwa ameshika tochi, akitembea polepole gizani, na nyuma yake husikika sauti ya mtoto mdogo akicheka. Lakini kuna siri moja ambayo hakuna mtu kijijini aliyewahi kujua. Usiku mmoja, kijana mmoja jasiri aitwaye Baraka aliamua kumfuata. Baraka alikuwa kijana aliyependa kuchunguza mambo ya ajabu. Hakuwahi kuamini kabisa hadithi za mizimu. Alipoambiwa kuhusu Juma kuonekana msituni kila mvua inaponyesha, alicheka. Watu wa kijiji wanaishi kwa hofu tu, alisema. Lakini usiku huo, mvua kubwa ilianza kunyesha kama kawaida. Radi zikapasua anga. Na kweli, mwanga wa tochi ukaonekana mbali ndani ya msitu. Baraka akameza mate. Kwa mara ya kwanza, alianza kuhisi hofu kidogo. Lakini hakurudi nyuma. Polepole akaanza kuufuata ule mwanga. Kadiri alivyoingia msituni, ndivyo upepo ulivyozidi kuwa baridi. Miti ilianza kutikisika yenyewe, na sauti za kunong'ona zikaanza kusikika kila upande. Rudi, usiende, utapotea. Baraka akaangaza tochi yake huku akihema. Ghafla akamwona Juma. Alikuwa amesimama mbele yake katikati ya ukungu mzito. Mgongo wake ulikuwa umemgeukia. Koti lake jeusi lilikuwa limelowa mvua, na mkononi bado alikuwa ameshika ile tochi ya zamani. Juma! Baraka aliita kwa sauti ya chini. Hakuna jibu. Polepole Juma akaanza kugeuka. Lakini kabla hajamaliza kugeuka, sauti ya mtoto mdogo ikasikika nyuma ya Baraka. Mwili wa Baraka ukaganda. Polepole akageuka nyuma yake, na hapo akaona msichana wa mizimu akiwa amesimama mita chache kutoka alipokuwa. Safari hii hakulia damu. Alikuwa anatabasamu, lakini macho yake meusi yalikuwa yanamulika gizani. Baraka akaanza kurudi nyuma. Mungu wangu! Ndipo Juma akasema kwa sauti nzito, kwa nini umenifuata? Baraka akaanza kutetemeka. Watu wanasema ulikufa. Juma akatikisa kichwa polepole. Kuna vitu havifi. Ghafla ardhi ikaanza kutikisika tena. Dum, dum, dum.
Sauti nzito ilisikika mbali ndani ya msitu, na macho ya Juma yakapanuka kwa hofu, kana kwamba hata yeye aliogopa kile kilichokuwa kinakaribia. Ndipo sauti ile nzito ikasikika gizani kwa mara nyingine. Juma! Baraka akaanza kupiga kelele, lakini Juma akamshika bega kwa nguvu. Kimbia! Ghafla, macho mawili makubwa mekundu yakafunguka katikati ya giza. Ukungu wote ukaanza kutikisika. Miti ikaanza kuvunjika mmoja baada ya mwingine. Crack! Baraka akageuka na kuanza kukimbia kwa nguvu kupitia msitu ule wenye matope. Lakini alipogeuka nyuma, alimuona Juma akiwa amesimama pale pale. Hakukimbia. Alikuwa akiitazama ile giza kubwa iliyokuwa ikimsogelea. Na pembeni yake, msichana wa mizimu alikuwa amesimama kimya. Polepole akamshika mkono Juma. Halafu wote wawili wakaanza kupotea ndani ya ukungu. Kicheko kile kikasikika kwa mara ya mwisho. Ndipo radi kubwa ikapasua anga. Bla! Mwanga mkali ukaangaza msitu wote kwa sekunde moja, na kila kitu kikatoweka. Baraka alipofika kijijini, alikuwa anatetemeka sana kiasi kwamba hakuweza hata kuzungumza. Tangu siku hiyo, hakuna mtu aliyewahi kuthubutu kurudi ndani ya msitu ule tena. Na taratibu, eneo lile likaanza kusahaulika. Lakini wazee wa kijiji huwafundisha watoto wao mpaka leo, usitamani sana mambo ya gizani, kwa sababu kuna milango ukishaifungua huwezi kuifunga tena. Mwisho. Subscribe, like, share na comment kwa siku nzuri zaidi. Miaka mingi ilipita. Baraka akawa mzee mwenye nywele nyeupe na uso uliojaa makunyanzi. Kila jioni watoto wa kijiji walikuwa wakikusanyika nje ya nyumba yake kusikiliza simulizi zake. Lakini kulikuwa na hadithi moja ambayo waliisimulia kwa uzito mkubwa kuliko zote. Hadithi ya Juma na nyumba ya mizimu ya msituni. Watoto walikuwa wakimsikiliza kimya, huku upepo wa jioni ukivuma taratibu. Mmoja wao akauliza, "Babu, je, kweli mizimu ipo?" Baraka akatazama mbali kuelekea upande wa msitu ule wa zamani. Kisha akavuta pumzi ndefu. Hata kama huwezi kuona giza, haimaanishi kuwa halipo. Watoto wote wakanyamaza. Baraka akaendelea kusema kwa sauti ya upole, "Nilijifunza kitu muhimu sana siku zile. Binadamu wanatakiwa kuheshimu maonyo, kuheshimu siri ambazo hazimpaswi kuzifungua, na kutokubali tamaa au kiburi vimpeleke kwenye hatari." Akawatazama watoto mmoja baada ya mwingine. Kuna watu hupotea si kwa sababu hawakuona hatari, bali kwa sababu waliamini hawataathirika. Upepo wavuma taratibu, na mbali ndege wakasikika wakirudi viotani wakati jua likizama. Baraka akatabasamu kidogo. Juma alikuwa jasiri, lakini alinifundisha kuwa ujasiri wa kweli si kuingia gizani, bali kujua ni wakati gani wa kuondoka. Watoto wakakaa kimya wakitafakari maneno yake. Na tangu siku hiyo,
Hakuna mtoto wa kijiji aliyewahi tena kuthubutu kwenda karibu na ule msitu, kwa sababu walijua baadhi ya milango ikifungwa zinapaswa kubaki zimefungwa milele. Mwisho, subscribe, like, share na comment kwa simulizi nzuri.